Naam, tuangazie kidogo eneo la Mashariki ya Kati. Kinachoonekana ni kwamba Marekani inajaribu kupambana kutafuta suluhu ya kidiplomasia kwa lengo la kusitisha vita vinavyoendelea kwa sasa. Lakini kwa upande wa Iran, wao wameendelea kusimama na kutokubali kufanya mazungumzo. Sasa tuzungumze hapa sababu zinazoipa kiburi Iran kukataa kusitisha vita ni zipi? Ziko sababu nyingi sana ambazo zinaonyesha kwamba Iran haina mpango wa kusitisha vita, lakini tujadili baadhi ya sababu hizo chache. Sababu ya kwanza ni tunaita Iran military doctrine, kwa maana ya sera ya kijeshi ya Iran. Hii ni moja kati ya sera ya kijeshi ambayo Iran wanaitumia na inaipa nguvu sana. Na Iran wanatumia sera ya kijeshi ya decentralized military defense. Hii ni policy ama doctrine ambayo inatumika kugawa majukumu ya kijeshi katika kambi mbalimbali za kijeshi. Kwa maana ni doctrine ambayo inaipa fursa taifa la Iran kutawanya nguvu zake za kijeshi katika mikoa mbalimbali ambako kuna kambi za kijeshi, na mikoa hiyo inayo nafasi ya kushambulia wakati vita vimeanza bila kusubiri amri kutoka makao makuu. Kwa maana nyingine ni kwamba kwa mfumo wa jeshi la Iran hakuna tunaita Central Command Center ya moja kwa moja, ambapo komandi zingine ama kambi zingine za kijeshi zitahitaji kusubiri amri kutoka huko, isipokuwa kila kambi za kijeshi, kwa maana ya kambi 30 ambazo ziko katika mikoa mbalimbali kule Iran, zina nafasi kubwa ya kuendesha operesheni zake kwa kujitegemea. Na ndiyo maana hata yalipoanza mashambulizi ya kwanza ambayo yalilenga kumuua Ayatollah, uliona Iran ilifanya reaction ya mapema kujibu mapigo, kwa sababu hawakusubiri Central Command kutoka kwa Ayatollah ambaye tayari alikusha uawa siku ya kwanza, isipokuwa kambi zingine za kijeshi ambazo zaidi ya 30 kwenye mikoa 30 ya Iran ilifanya mashambulizi moja kwa moja ya kulipiza kisasi na iliwasaidia kwa kiasi kikubwa mpaka kufikia hapa. Kwa hiyo hii ni policy ambayo inatumika kwa nchi ambazo tunasema zinatumia asymmetric warfare, ambazo inalenga sera hii kuoanisha ule uwiano wa nguvu kati ya taifa ambalo lina nguvu zaidi ya kijeshi dhidi ya taifa ambalo lina nguvu ya wastani. Kwa hiyo taifa lenye nguvu ya wastani kama Iran, maana yake linaamua kutumia decentralized ili kuweza kukabiliana na taifa ambalo lenye nguvu, na ndio kitu ambacho pia kinawasaidia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mikoa 30 iliyopo Iran inaendesha operation na mashambulizi yake bila kutegemea Central Command kutoka makao makuu, na ndiyo kinachowasaidia kuweza kuhimili mpaka sasa. Lakini pia kumbuka, Iran wanatumia pia sera ya defense doctrine ambayo sasa yenyewe ni sera ambayo Iran hawafanyi mashambulizi mpaka washambuliwe, kwa maana wanafanya defensive, wanajilinda na sio kufanya offensive. Ukienda pale Israel, wao wanatumia njia ya offensive, kwa maana pale wanapohisi kwamba kuna haja ya kushambulia wao wanashambuliwa. Lakini Iran wao ni tofauti, hawashambulii, kwa maana hawaanzishi mashambulizi, hawaanzishi vita mpaka pale watakapokuwa wameshambuliwa ili waweze wao kulipiza kisasi. Kwa hiyo ni doctrine ambayo imewapa nguvu kwa kiasi kikubwa sana kuweza kuhimili mashambulizi ya kutoka Washington na Tel Aviv na kuweza mpaka sasa kukabiliana na kile kitisho ambacho kinaendelea. Hiyo ni hoja ya msingi ambayo inawapa nguvu Iran na kuwapa kiburi cha kutokubali kwenda mezani. Lakini sababu nyingine ya pili ambayo inaipa kiburi Iran kukataa kusitisha vita ni historia ya kufeli kwa mazungumzo ya kidiplomasia yaliyokwisha tangulia hapo awali. Ikumbukwe
kulikuwa na mazungumzo ya kidiplomasia kadhaa ambayo yalikuwa yanafanyika. Mwaka 2025 kulikuwa na mazungumzo ya kidiplomasia zaidi ya duru 6 zilikuwa zimefanyika kati ya Washington pamoja na Iran, lakini kabla ya duru hizo kutamatika, tulishuhudia kuanzishwa kwa mashambulizi yale yaliyozaa vita ya siku 12. Vivyo hivyo mwaka 2026 pia, kabla ya hizi vita vinavyoendelea kwa sasa, kulikuwa na duru za mazungumzo kadhaa ambazo zilifanyika Muscat na kule Geneva, Uswisi. Lakini kabla ya kufikia mwafaka wa kile kinachozungumzwa, Israel pamoja na Marekani walianzisha mashambulizi kuelekea Tehran. Kwa hivyo imani ya Iran kwa hizi nchi mbili imeondoka kabisa. Kwa hivyo wao wanachokiamini hii vita itamalizwa na wao wenyewe kwa pale ambapo watakapoona inafaa, na ndio maana hata sasa wameweka condition kadhaa, ikiwemo ili waweze kusitisha vita, Israeli pamoja na Marekani kwanza walipe fidia zaidi ya dola bilioni 500 kwa athari ambazo wamezisababisha nchini Iran. Lakini wameweka condition nyingine, kwa masharti lingine la pili ni kwamba Israeli iondoke kwenye eneo la Gaza, kwa maana West Bank na maeneo mengine yote ambayo yamekaliwa kinguvu, maeneo ya Wapalestina. Hiyo ilikuwa ni condition ya pili, kama sharti la pili. Lakini Iran wametoa sharti lingine la tatu pia, ili waweze kusitisha vita. Maana yake kuwe na makubaliano ya kuaminika ya pamoja ambayo watakuwa committed kati ya mataifa haya mawili ya Israeli pamoja na Marekani, kuwa hawato ishambulia tena Iran kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo kuwe na mikataba huo rasmi ambao utakuwa documented, utakaoweza kuaminiwa, ndipo Iran wataweza kuamua kuketi mezani na kufikia makubaliano ya kusitisha vita. Lakini wametoa pia sharti lingine la tatu ambalo wanaitaka Israeli isitishe mashambulizi kuelekea Lebanon, ambako mashambulizi yanaendelea kwa sasa na yameleta athari kubwa sana. Hilo ni sharti lingine pia. Lakini wametoa sharti lingine ambalo maana yake wa Irani wanatakiwa waondolewe vikwazo vyote vya kiuchumi ambavyo vimedumu zaidi ya miaka 40 kwa sasa. Kwa hivyo hayo ni masharti ambayo wameyaweka, ambapo sasa endapo mataifa haya ya Israeli na Marekani wataweza kulizia, ndio wanaweza kuketi mezani na kufikia suluhu. Vinginevyo Irani wanachokiamini watapambana mpaka mwisho wa pale watakapoona inafaa. Lakini sharti lingine la mwisho pia ni kuwataka Marekani kuondoka kwenye eneo la Gulf. Ikumbuke Marekani amefanya uwekezaji mkubwa sana wa kiuchumi, kuanzia uwekezaji wa makampuni ya mafuta kwenye nchi zote za Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, sambamba na military base za kutosha kwenye eneo lile. Kwa hiyo sharti lingine ambalo wamelitoa ni kuwataka Marekani kuondoka eneo lile la Gulf na ili waweze kufikia makubaliano yao ya kusitisha vita. Kwa hiyo hayo ni masharti ambayo wameyaweka. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu maridhiano ambayo wameyafanya kwa miaka mingi yameshindwa kuyafikia katika hatua ya kupata suluhu. Kwa sasa suluhu ambayo wanaiamini Iran imebaki ni kuhakikisha wanapigana mpaka pale ambapo adui Marekani na Israeli atakapokuwa ameondoka kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hizo ndo condition ambazo wamezitoa. Lakini hali ya mzozo bado ni kubwa sana, na Israeli ameendelea kushambuliwa, vivyo hivyo Iran pia ameendelea kushambuliwa. Lakini tumeshuhudia kauli kadhaa kutoka kwa Rais Trump. Rais Trump mara ya kwanza alisema haoni haja ya kufanya mazungumzo kwa sababu hakuna kiongozi Irani, viongozi wote wamefariki. Lakini baadaye akasema wametoa masaa 48 kwa taifa la Iran waweze kufungua lango la Hormuz, vinginevyo watafanya mashambulizi makubwa sana. Lakini tena akatoa kauli zingine, ikiwemo kuonekana kwamba Marekani wanakwenda kufanya mazungumzo ambayo yataweza kuleta suluhu hiki kinachoendelea. Kwa hiyo hizi ni kauli ambazo tumeendelea kuzizoea kutoka kwa Rais Donald Trump, ambazo bado zinatoa ugumu kwenye hali hii. Kwa hiyo mzozo ni mgumu, na Iran wameendelea kushikilia kile wanachokiamini kwamba mustakabali wa vita uko mikononi mwao,
na watahakikisha wanamaliza vita pale ambapo watakavyoona wao inawapendeza. Nimefikia tamati kwenye mazungumzo yetu ya leo, na kushukuru sana na kwaheri.